Jambo la kwanza kabisa msikilizaji ambalo unapaswa kulifahamu ni kwamba sabuni ya magadi inatengenezwa kwa kutumia muunganiko wa mambo yafuatayo ikiwemo mafuta ya mise. Yanaitwa mafuta ya mise au mbosa. Haya ni mafuta ambayo yana jamii ya kuganda, yakipoa, lakini yakiyeyushwa kwenye moto au kwenye jua yanayeyuka na kuwa kimiminika kama hicho. Kwa hiyo hiki ni kiambata cha kwanza kabisa katika uzalishaji wa sabuni ya magadi au sabuni ya Kigoma au sabuni ya mawingu. Baada ya hapo msikilizaji, tunaanza kumimina caustic solution. Caustic solution hii imeandaliwa masaa 24 nyuma, ambapo kabla ya kuwa solution ilikuwa caustic soda, yani ilikuwa caustic ya unga au caustic ya vipande, yani haikuwa katika maji. Kwa hiyo ikiwa ya vipande vile, kuna vipimo maalum ambavyo unatumia, unaiyeyusha kwenye maji, alafu unaikoroga, unaiacha masaa 24. Baada ya masaa 24 unakuja kuipima kwa hydrometer, isome kwenye ile namba au bomea ambayo tunataka kuzalishia sabuni hii ya magadi. Karibu sana kwenye ujasiriamali, naitwa Mwalimu Almasi. Nimekuandalia hicho kitabu pia cha ujasiriamali ni ajira. Endapo kama unahitaji mafunzo zaidi kupitia WhatsApp, utatext kupitia hizo namba ambazo zinaonekana katika screen 0783 500 utajifunza hatua kwa hatua uzalishaji wa sabuni ya magadi, hatua kwa hatua namna ya kupima caustic soda kwenda caustic solution, hatua kwa hatua namna ya kupima caustic solution ambayo inapaswa kutumika katika sabuni za miche au sabuni za magadi au sabuni za vipande, sabuni za kuogea, sabuni za aina zote zile. Kwa hiyo baada ya hapo tunamimina hii hapa caustic solution, tunaunganisha pamoja na hii hapa haya mafuta ya mise. Yes, kama inavyoonekana vizuri kabisa kwenye video ya siku ya leo. Msikilizaji, karibu sana kujifunza ujasiriamali, kwa sababu watu wengi wanafikiri kwamba kuzalisha sabuni kama hii lazima uwe na mitambo mikubwa, lazima uwe na nishati ya umeme, lazima unaweza kaanza hapo ulipo taratibu, wakati huo hatua zingine zikiendelea. Unaanzia chini kwenda juu. Epuka sana kuanzia juu msikilizaji. Hata kama una mtaji, anzia chini. Kubali kujifunza kwa kila hatua, kwa kila changamoto. Ikitokea changamoto yoyote, hautadondoka direct kama yule mtu ambaye alianzia juu. Kwa hiyo utakuwa unadondoka stage, na ukidondoka kwenye hiyo stage maana yake unajizuia pale. Kwa hiyo utakuwa unajifunza the way kadri siku zinavyozidi kwenda, unajifunza hatua kwa hatua. So karibuni sana. Baada ya mkorogo wetu kuiva, tunaugawanya katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza unakuwa ni ule mkorogo mkubwa ambao ulikuwa ushaanza kukoroga, lakini pia kundi la pili unakuwa ni mkorogo wa kiasi. Kwa nini? Kwa sababu sabuni hii huwa inakuwa inaonekana katika mifumo miwili hivi, inakuwa kama blue and white and blue. Na ndio maana kwa sababu hiyo inaitwa sabuni ya magadi au sabuni ya mawingu. Mawingu huwa yanakuwa white and blue. So na hapa tunataka tutoe sabuni yenye mawingu. Kwa hiyo tutakachokifanya hapa ni jambo moja. Tunaweka rangi, tunaikoroga pembeni msikilizaji. Usikoroge direct, epuka sana kukoroga rangi yako direct kwenye mkorogo mkubwa, haitayeyuka ipasavyo. Unatamani kujifunza zaidi sabuni hizi ili uanzishe mradi wako wa sabuni za magadi? Karibu sana. Tumekuwekea namba zetu za WhatsApp, tutawasiliana. Tutakupa utaratibu wetu wa mafunzo online au darasa online, lakini pia tumekuandalia hicho kitabu cha ujasiriamali ni ajira, kitabu ambacho tumekuandikia sabuni ya magadi, sabuni ya miche, tumekuandikia sabuni za kuogea, sabuni tiba za aina mbalimbali kwa ajili ya kujifunza zaidi. Unaweza kuona hii mikorogo hapa msikilizaji imekuwa sasa ni mikorogo miwili. Tuna mkorogo wa blue, lakini pia tuna mkorogo ambao ni white. Kwa hiyo mikorogo yote hapa leo tunaitumia. Unachota namna hiyo, unakoroga. Baada ya hapo unakuja kwenye box. Box tulishaliandaa toka jana na tulilifunga, na niliwaonyesha namna ya kulifunga hili box. Na namna ya kutandika nylon ili kwamba mkorogo wako usiweze kuvuja. Hii video ni muhimu sana kwa yule ambaye anaanza. Narudia tena, video hii ni ya muhimu sana kwake, kwa sababu hata namna ya kutengeneza box kuna baadhi ya watu hawajui. Kwenye video ya 3 nyuma niliyotengeneza, nilikuwa nimeonyesha namna ya kufunga hili box. Hili box linafunguka pande zote 4,
linakuwa lina bawaba, linakuwa lina vitasa. Kwa hiyo nikawa nimeelekeza namna ya kulifunga ili boksi. Kwa hiyo nikaonyesha namna ya kutandika nailoni pia. Sasa siku ya leo tunamimina hapa. Zingatia sana kuvaa gloves, usishike mkorogo kwa mikono mitupu. Kwa hapa tunamimina mkorogo wetu hapa, lakini pia kuna mkorogo huu mwingine wa blue ambao tunauweka ili kupata mawingu yetu. Yes. Tunatafuta yale mawingu yale. Yes. Karibu sana msikilizaji kwenye ujasiriamali wa kuzalisha sabuni hizi za magadi, na video ambayo itafuata litakuwa limeganda donge letu hili hapa, na tutaenda kutoa kwenye hiyo moldi baada ya masaa 24 mengine mbele. Baada ya kutoa kwenye moldi, tutaanza ukataji na kupata miche yetu. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi. Ikiwa utahitaji kujifunza zaidi kuhusiana na uzalishaji wa sabuni hizi za magadi, utanitext kupitia WhatsApp, hizo hapo namba zinaonekana. Lakini pia karibu unaweza kusubscribe kama unapenda makala hizi za kijasiriamali. Mbali na hivyo, tumekuandalia hicho kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira. Karibu sana na asante kwa kunifuatilia.